Na huu ni ule wasaa kwenda kuangazia michezo na burudani, na kwa kwanza tuanze hapa jijini Dar es Salaam, ambapo katika kuendana na kasi ya ukuaji wa mchezo mpira wa miguu kuanzia ngazi za chini mitaani, chama cha soka wilaya Ilala IDFA kinaendesha kozi ya makocha ngazi ya awali grassroots yenye lengo la kuzalisha makocha wenye ujuzi watakaosaidia vijana kufikia ndoto zao. Tupate undani na taarifa hii. Channel 10 Michezo imeshuhudia sehemu ya darasa la kozi hiyo inayofanyika makao makuu ya IDFA Ilala jijini Dar es Salaam, ambapo mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Ilala IDFA Kondo Musadako amesema kozi hiyo ni utekelezaji wa mipango ya kalenda yao ya mwaka. Kozi ipo ndani ya mipango ya IDFA ambayo tunayo katika kuboresha mpira wetu, kwa maana kwenye football development, ambapo tunahitaji kuongeza makocha wengi, hususani makocha watoto, kwa sababu ukiangalia kwa takwimu tuna watoto wengi sana na vituo vya watoto vingi ambavyo vingi havina makocha ambao wana taaluma. Kwa hiyo sisi kama IDFA tuna push agenda ambayo imeletwa na Rais wa TFF Wallace Karia, ambayo lengo kuu kuwa na makocha wazawa wengi kwa ajili ya timu zetu za Tanzania. Katika hatua nyingine, mkufunzi wa kozi hiyo Raymond Gweba amesema uwepo wa kozi kama hizo kunarahisisha utendaji wa kazi wa kamati za ufundi za TFF, huku baadhi ya washiriki wakieleza matarajio yao. Kwa kiasi kikubwa shirikisho la mpira wa miguu linapata unafuu sana kuendesha hizi kozi na kupata uhakika kwamba kwenye maeneo ya pembezoni ya nchi yetu sasa yameanza kupata wataalamu wa kufundisha mpira wa miguu. Eneo ambalo tulikuwa tunapata tabu sana ni eneo la watoto. Watoto wanacheza mpira without supervision ya mwalimu ambaye ana ujuzi wa kuwafundisha. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kiasi kubwa sisi tunashukuru kosa ile ya watu wa kuwasimamia, hasa kwa upande wa walimu ambao wamesoma wamekuwa hawezi kuwapata. Kwa hiyo tumekuja kusoma, kama tutaweza kupata nafasi tukaweza kupata wale vijana, itakuwa sana ile rahisi sana kuweza kuwafundisha kuanzia chini kwenda juu, ambapo ndio tutaweza kupata wachezaji wazuri kwa taifa letu hili la Tanzania. Nimevutiwa na kozi hii kwa sababu nimeanza kucheza mpira muda mrefu sana. Kwa hiyo naona baadhi ya vijana wengine hawana walimu, wanafundishwa. Ukiwaona kabisa, hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui kabisa, na wafundisha watu vitu ambavyo havipo. Lakini leo hii nimekuja kwenye kozi hapa, naona kabisa nilikuwa nawapeleka sehemu ambayo sio vijana. Matarajio yangu baada ya kumaliza kozi hii, ninatarajia nitarudi huko nyumbani Katavi. Nitaenda kuyafanyia kazi yale ambayo nitakayokuwa nimefundishwa kwenye kituo kinachojulikana kwa jina la Zujau Soka Academy. Ndio natarajia nitaenda huko baada ya mafunzo haya. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Shirikisho la ngumi za ridhaa nchini BFT linatarajia kuendesha mashindano ya ubingwa wa taifa ngazi ya mikoa kuanzia Julai 22 hadi 27 mwaka huu jijini Dodoma. Tupate undani wa taarifa hii. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa BFT Makole Mashaga, ambapo amesema mashindano hayo yatatoa nafasi kwa mikoa kuwa na timu imara ambazo zitakuwa tayari kwa mashindano wakati wote. Ni muda mrefu hatujayafanya hayo mashindano, takriban miaka karibia 20, lakini sasa tumeona yana umuhimu, kwa maana kwamba kila mkoa utatakiwa iwe na timu yao, na kila mkoa uko na timu yao, ina maana pia huko mikoani watakuwa na mashindano ambao wanayafanya ili waweze kupata timu kabambe ya kuja kushindana na mikoa mingine. Sasa kwa kwanza hayo mashindano yataanza kuanzia tarehe 22 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 27. Na kwa kwanza tumeona tuyafanyie katikati ya nchi, kwa maana kwamba makao makuu ya Tanzania kule Dodoma. Sambamba na hilo, Mashaga ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa vyama na maafisa michezo ngazi ya mikoa kuandaa timu zitakazowakilisha vyema kwenye mashindano hayo. Na barua tushawaandikia, na kikubwa ni waombe maafisa michezo wa mikoa yote kuhakikisha kwamba
michezo inachezwa yote. Waangalie michezo yote, hasa mchezo wa ngumi pia, mchezo ambao kimsingi umekuwa sasa hivi ni ajira kwa taifa, kwa sababu mabondia wengi sasa hivi wamepata mafanikio sana, wamepata ajira kupitia mchezo wa ngumi. Lakini mbali ya ajira ambao mchezo wa ngumi umekuwa ukitoa kwa mabondia wengi kwa hapa nchini Tanzania kwa kipindi hiki, lakini nadhani pia uwakilishi wa mchezo wa ngumi kimataifa kwa kipindi hiki umekuwa ni mzuri. Na nachokijua kuna vyama vingi ambavyo vimesajiliwa kwa Baraza la Michezo la Taifa, lakini moja wa mchezo ambao umeshaleta medali nyingi hapa nchini Tanzania ni mchezo wa ngumi. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, tukielekea katika upande wa michezo kimataifa, tunakwenda kuungana na mwanamichezo wetu Salum Pelembo akitujuza kinaga ubaga kunani huko katika upande wa habari za kimataifa. Klabu ya Tottenham Hotspurs imemtangaza raia wa Denmark Thomas Frank kuwa kocha wao mpya, akichukua mikoba ya Ange Postecoglou aliyeondolewa licha ya kuiwezesha timu hiyo kushinda taji la ligi ya Europa. Frank ambaye amekuwa na Brentford kwa zaidi ya miaka 7 anaondoka baada ya mafanikio makubwa na sasa anakabidhiwa jukumu la kuiongoza Spurs katika safari mpya barani Ulaya msimu ujao. Uamuzi wa Spurs kumtimua Postecoglou uliwashangaza wengi, hasa baada ya ushindi wa ligi ya Europa uliovunja ukame wa miaka 17 bila taji. Hata hivyo, msimu mbaya kwenye ligi kuu ya Uingereza ulioishuhudia Tottenham kumaliza kwenye nafasi ya 17 uliaminika kuwa sababu kuu ya mabadiliko hayo. Kuteuliwa kwa Frank kuna maanisha ataongoza kwa mara ya kwanza katika mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya, akipewa nafasi ya kuonyesha uwezo wake barani Ulaya. Mbali na hilo, atapata fursa ya kupambania taji lake la kwanza katika mechi yake ya kwanza ya ushindani Spurs itakapokabiliana na mabingwa wa ligi ya mabingwa Ulaya Paris Saint-Germain katika fainali ya kombe la UEFA Super Cup itakayopigwa tarehe 13 Agosti Udine, Italia. Na huko kwenye jiji la Naples, mchezaji wa kimataifa wa Ubelgiji Kevin De Bruyne amejiunga na mabingwa wa Serie A Napoli kama mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na Manchester City. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 33 alikataa ofa kutoka vilabu vya Uingereza, Ujerumani na MLS, ikiwa ni pamoja na Chicago Fire, na kuchagua kujiunga na Napoli. Usajili wake ulitangazwa rasmi Alhamis na klabu hiyo kwa picha ya kumbukumbu ikimwonyesha akiwa na taji na kiti cha enzi pamoja na ujumbe wa The King Cave is here, kwa maana ya Mfalme Cave amefika hapa. Katika miaka 10 akiwa na Manchester City, De Bruyne alishinda mataji 6 ya ligi kuu ya Uingereza na taji 1 ya ligi ya mabingwa Ulaya. Mechi yake ya mwisho kwa City ilikuwa dhidi ya Fulham baada ya klabu hiyo kuamua kutoongeza mkataba wake. City wamethibitisha kujenga sanamu lake nje ya uwanja wa Etihad kama heshima. Akiwa Napoli, De Bruyne ataungana na Romelu Lukaku, mchezaji mwenzake wa timu ya taifa ya Ubelgiji. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo kimataifa. Na mtazamaji, na hivyo ndivyo ninavyohitimisha upande wa habari za kutanzima leo mchezo na burudani. Na kuambia tu ulikuwa nami Lulu Hali. Endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Channel 10+. Nikutakie usiku mwema.